Bwana kwa makofi mengi wakati anakuja hapa mbele. Amen. Amen. Basi funika macho yako tuombe. Mtakatifu Baba yetu mfalme, tunalibariki na kulitukuza jina lako mfalme mwema. Tumekuwa na wakati mzuri tangu tumeanza Bwana semina hii siku ya Jumapili. Na Bwana umeendelea kusema nasi na kutukumbusha, lakini zaidi umeendelea kutushangaza Bwana kwa namna ya tofauti mno kuhusu habari ya matoleo. Baba, tunakushukuru kwa kuwa nasi tunafurahia. Baba, asante kwa kuwa ulikusudia mema katikati ya maisha yetu. Na namna nzuri Bwana, tunaposogea mbele zako kujifunza, ndipo tunapoona matokeo katikati ya maisha yetu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana ulimwandaa na kumkusudia Baba kuendelea na huduma hii mbele za uso wako na mbele za watakatifu wako. Basi Baba, mtumie kama chombo chako, mafuta yako ya Roho Mtakatifu yakawe juu yake. Achilia neema, achilia uwezesho utokao kwako Bwana. Baba, tunakushukuru kwa sababu unakwenda kumtia nguvu na neema yako itamfunikia kwa utukufu wako. Nasi Bwana tunaachilia akili zetu na fahamu zetu na mioyo yetu kukuelekea wewe Bwana jioni ya leo kusikia kutoka kwako. Baba, tuko tayari, tumejawa na kiu na shauku ya kukusikia Bwana. Basi Mungu katuhudumie kwa kinywa cha mtumishi wako. Libariki neno lako na tunakwenda kusikia katika jina la Yesu Kristo mwanao tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Asante sana mchungaji. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimu tena kwa jina la Bwana Yesu leo. Karibuni kwenye darasa la muamini na matoleo na maisha ya matoleo, na mahususi kabisa katika kile kipengele cha aina ya matoleo na jinsi yanavyotolewa. Na kabla ya kuendelea, nikushukuru mchungaji kwa kutuombea, nikushukuru pamoja na uongozi wa idara kwa kutuandalia mambo haya, na macho yako tayari anaona kuna vitu vinapendeza unapoingia kwenye geti letu. Mabadilika, si ndio jamani? Hiyo ni kazi ya idara ya wanafunzi na maandiko. Mungu awabariki sana. Wapongeze kabisa kwa kumaanisha. Amen. Amen. Tulisema kama kuna mtu ana swali aandike, na hapa nimepokea swali moja. Kuna mtu mwingine ana swali popote pengine? Sijui kama kuna watu wapeleka kwa katibu. Kuna mtu anauliza swali hivi: inaonekana zaka ni sadaka ya hiari na si lazima kutoa, kwa sababu hakuna msisitizo sehemu yoyote kwenye Agano Jipya kwamba tutoe zaka. Mithali 23:23 inaongea na watu wa Torati bado, na Waebrania 7 inarejelea Agano la Kale, mambo ya Torati, na haisemi sisi wa Agano Jipya tutoe zaka. Hili ni swali kongwe sana, limeulizwa na vizazi vingi sana, na kama nilivyosema mapema tulipokuwa tuanza semina hii, hata huko kwenye mitandao yapo, na kuna shule mbalimbali za mawazo. Kama unakumbuka nilisema wako wanaosema zaka ni Agano la Kale, na tena ilikuwa inahusu mazao tu na mimea na wanyama, mifugo, na kwa sababu ilikuwa imetajwa kwamba ni ya mazao, haiwezi kutuhusu sisi. Huku tuko mijini, hatuna ng'ombe, hatuna mashamba. Lakini wanatoa hoja nyingine, wanasema ile ilikuwa ni Torati na sisi hatuko chini ya Torati, kama hili swali linalouliza hapa. Wanasema kwenye Agano Jipya tunatakiwa tutoe kwa hiari jinsi tupendavyo, lakini sio kupangiwa kwamba sehemu ya 10 toa alafu iwe lazima. Hiyo ni sheria. Nataka niwaambie, mimi ni mmoja wa watu wasiofuata mkumbo au mazoelea ya kidini, na kwa upande wangu ukiniona nimesimama na ujasiri wa kufundisha, nimeridhika. Nilipookoka, nilipokuwa mchanga,
niliona TAG imekosea kusema tuweke fungu la 10 kwenye bahasha, na msingi wangu wa kuamini hivyo ni maneno ya Yesu kwamba hata mkono wako wa kuume usijue unapotoa sadaka. Kwa hiyo mimi nikatoa fungu la 10 kwenye chombo, yaani kwa hivi bila kuweka kwenye bahasha. Lakini taratibu nikaanza kujifunza kama tutakavyojifunza na sisi hapa, ya kwamba fungu la 10 lilikuwa linapokewa kama kwa namna na kama kitu cha tofauti kabisa na sadaka zinginezo, na sadaka zilikuwa sana nyingi tangu Agano la Kale. Na tena limetajwa fungu la 10 kama ni kitu tunalipa. Tumeshokutana maneno hayo, mwalipa zaka za mnana. Yaani unaposema unalipa maana yake ni deni. Lakini tutapata nafasi tuzungumze, kwa sababu hili swali limeulizwa na naona tuko wachache hapa. Nitasema nitalifafanua tu kwa kiwango fulani, lakini nitalizungumza kwa kina zaidi tutakapokuwa wote, na pengine na maswali mengine yatakuwa yamekuja. Lakini yatosha kusema tu muhtasari hapa ya kwamba dhana ya kwamba hiki ni cha Agano la Kale hakituhusu imechukuliwa tufaa kwenye mambo mengi, sio hili tu. Ndugu zangu, kabla halijaandikwa Agano Jipya hata andiko moja, kanisa la kwanza lilikuwa linafundishwa kutoka kwenye maandiko ya Agano la Kale. Sio kwamba yamekoma. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Waliokwenda kuhubiri injili kwa wasiokoka walitumia Agano la Kale kuhubiri. Walipokuja ndani kwa kanisa wakafundisha kanisa kwa kutumia Agano la Kale, wakati Agano Jipya lina develop hatua kwa hatua kuandikwa. Si kwamba Agano la Kale limefutwa. Tunachosema hakituhusu na hakituhusu kwa maana ya kukitenda kama kilivyokuwa. Bado kinatuhusu, hata kile ambacho tunachosema hakituhusu nitakuonyesha kinatuhusu namna gani. Lakini tunachosema hakituhusu, iwe ni kwenye matoleo, iwe ni kwenye sikukuu zilizoamriwa, ni vile tu ambavyo vilikuwa kivuli cha mema yajayo ambayo Kristo na dhabihu yake amevitimiza. Tuko pamoja? Halo? Kwa hiyo mtu kabla hajasema haikusisitizwa ajiulize kwa nini haikusisitizwa. Mimi nitakueleza kwa nini haikusisitizwa. Fundisho la fungu la 10 lilikuwa imara na linalojulikana sana kiasi ambacho makanisa hayakuhitaji kuambiwa kwa kiwango hicho kinachofikiriwa. Lakini hata andiko analosema hili la Waebrania linarejelea Agano la Kale, hilo analifafanua vibaya. Nitakuonesha vizuri hiyo tafsiri wanayoisema sio. Lile linasema clearly, ule mstari wa 8 unamsema Yesu kuhani mkuu clearly, wala haimaanishi vinginevyo. Tutafanya exegesis pamoja wakati huo ukifika. Lakini sasa nataka kusema tu kwa ufupi, maana najua wengi huenda hata aliyeuliza swali hili hayupo. Kwa hiyo nikianza kulijibu hili nitawapoteza na wengine, nitawanyima na wengine. Lakini andiko la Waebrania 7:8 linamrifaa Yesu. Nitakuonesha kwa nini, kwa kufanya exegesis, yani uchambuzi wa hilo andiko katika context yake. Nitakuonesha kwa nini sio Melkizedeki. Maana Melkizedeki ni mfano wa Yesu, yeye ni kivuli cha Yesu, ni aina ya ukuhani ambao umenenwa kwamba ni wa Yesu Kristo. Huwezi kuargue fundisho la Biblia kwa kusema kwa kuwa haikunenwa basi haipo. No. Mtu atuonyeshe agano, fungu la 10 lilikuwa linaashiria nini kilichotimizwa kwenye dhabihu ya Kristo. Kama hakuna, hana msingi wa kusema limefutwa. Lakini pia maandiko yanatuonyesha msingi wa agano hilo, wa agizo hilo lilikuwa ni nini, na msingi huo uko leo. Kwa Biblia haikutuficha, tafsiri sahihi ya Biblia haikutuficha. Kwanza nikukumbushe, kanisa la mwanzo lilianzia wapi? Nakumbuka? Nauliza, lilianzia wapi? Yerusalem. Na washirika wake wa kwanza walikuwa nani? Wayahudi wa kwanza kabisa. Walikuwa wanasali hekaluni na kutimiza mambo yote ya hekalu, alafu pia nyumba kwa nyumba.
nikuulize, kama umesoma kitabu cha Matendo ya Mitume, unafikiri kanisa lilikuwa lile la kwanza lilikuwa alitoa mafungu ya 10? Nauliza, unafikiri wewe unavyolielewa lile kanisa la kwanza lilikuwa alitoa mafungu ya 10? Walikuwa wanatoa, walikuwa na ibada ya hekaluni kama kawaida kabisa, na vitu vingine wasivyovipasa kufanya kwa miaka ya mwanzoni walikuwa wanavifanya. Kwa mfano, unakutana na habari ya Kornelio sura ya 10. Bwana anamletea Petro nguo kubwa kutoka mbinguni, kitu kama nguo ya pembe 4 yenye wanyama wa kila aina. Alafu anamwambia, inuka Petro, uchinje ule. Alimjibuje? Hasha Bwana, maana akijaingia kamwe kinywani mwangu kitu kilicho najisi. Kumbe Petro bado na pale na kisiwa ni kama miaka 10 ilikuwa imepita, bado alikuwa na mawazo ya vilivyo najisi na visivyo najisi, yani wanyama ambao wamekatazwa na Torati ya wasiliwe. Mindset yao haikubadilika. Ilichukua muda mrefu mpaka unakuja kwenye sura ya 15, kile kikao kikubwa cha mitume na wazee kilichokaa kujadili kwamba je, mataifa wanaweza kuokoka pasipo kutahiriwa na kushika Torati ya Musa. Ndipo unaanza kukuta Roho Mtakatifu pamoja nao inawapendeza waandike yaliyo lazima, kujiepusha na vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na kitu kilichosongolewa, yani kilichonyongwa badala ya kuchinjwa, na uasherati. Hakuweka mambo mengine yoyote. Unadhani Wayahudi, makanisa ya kimataifa waliowaona Wayahudi wakiendelea na mafungu ya 10 walisema ili alituhusu ni la kwao? No. Lakini kama nilivyokuambia, tutapata nafasi ya kuona zaidi hatua kwa hatua. Wakati ule nilipofundisha nilikuwa na hoja kama 4, 5, 6, na nitarudia tena. Nilizisema wakati ule nilikuwa na hoja 6 za kwa nini swali hili la fungu la 10 ni la kitu cha Agano la Kale na sio Agano Jipya. Si sawa. Ni kweli Mathayo 23 inazungumza Agano la Kale, kweli kabisa, lakini Waebrania 7:8 ni tofauti kabisa. It's quite different. Tutafanya exegesis yake, lakini niseme mambo machache kuanzia pale tulipokuwa maana jana tumezungumza ukweli wa kwamba fundisho la fungu la 10 linapaswa kutolewa kwa ukamilifu, na tulisema kama jambo la pili, unakumbuka kitu cha kwanza cha kutolewa ni nini? Mioyo yetu kwa Bwana, na hii ni ya kwanza. Na tulisema kama ukifeli hapa, basi hayo mengine pia hayawezekani. Na mimi niwaambie, wanaopata shida na hili somo pia la fungu la 10 kama ni la Agano la Kale na Jipya, wako makundi mawili. Kuna kundi ambalo sincerely hawaelewi, kwa sababu nimekwambia ni swali kongwe, sio kwamba tumekutana nao leo. Lakini kundi la pili ni watu ambao kimsingi hawataki, kwa hiyo wanatafuta uhalalisho, na ile kwamba ni kitu kinaambiwa lazima kinainua uasi ndani yao, kwamba hawataki kuonekana ni lazima. Mimi nataka niwaamini kwamba wale ambao hapa wanauliza ni kundi lile la kwanza, ambao wanataka sincerely kufanya nini? Kufahamu. Na wewe ambaye sincerely unataka kufahamu, utafahamu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Lakini nikasema la pili ni fungu la 10. Baada ya swala la kujitoa, la pili fungu la 10. Kwa nini la pili? Sikusema kwa nini la pili, lakini leo ningewaambia kwa nini la pili. Ni la pili kwa sababu ya ulazima wake. Lile neno la lazima, ngoja nilirudie. Hili ni toleo pekee, ukiacha yale mengine kwa Agano la Kale ambayo hayatuhusu, ambalo limepewa kipimo, limeitwa sehemu ya ngapi? Ya 10. Na ni hili limetajwa kwamba tusipolitoa kwa utimilifu, yani isipokuwa 1/10 kweli, tunahesabika tumefanya nini? Tumeiba.
na kwa sababu linatakiwa litoe 1/10, maana yake ni lazima uhesabu. Maana unaweza ukapata shida sasa mpaka na tuanze kusema na tunda moja, na sasa utajuaje fungu ya 10 bila kuhesabu? Lazima uhesabu. Na nimemwomba Mgoya anitengenezee template za aina mbalimbali. Jana nilitumia mfano wa tunda moja, lakini tunda moja si lazima iwe unit moja, inategemea unanunua kiasi gani. Mwingine kaniambia mimi nanunua kwa ndoo. Sawa, kama ni unanunua kwa ndoo, maana yake unit moja kwako ni nini? Ni ndoo. Kama unasema mimi nanunua ndoo 10 na kila ndoo ni kiasi fulani, maana yake unit moja kwako ni ndoo, utahesabu tunda moja moja. Kama ni sukari unanunua kwa mifuko, maana yake unit moja kwako ni nini? Mfuko. Lakini pia ili uweze kutoa katikati kabla mfuko hujaisha, lazima ujue kwamba mfuko una kilo ngapi, ugawanye kutoka pale. Fungu la 10 aliepuki kugawanya, kufanya hesabu. Ndio maana limepewa kiwango, na ili uweze kufanya agizo lake kutoa lililo kamili, si lazima uhesabu. Sasa isikukwaze kwamba tunahesabu sasa hii too much. Ndio maana yake. Mungu aliposema leteni zaka kamili, maana yake walileta isiyokuwa nini? Kamili. Sasa ili usilete iliyo pungufu kwa Mungu, lazima ufanye nini? Uhesabu. Lazima uhesabu. Na kuna kama tulivyosema, kama mtaji wako ni wa kukopa, lazima sehemu ile ya mtaji wa kukopa usitolee fungu la 10. Lakini kama mtaji ni wako mwenyewe na umeupeleka wote kwenye biashara yako, maana yake ule mtaji unakuzalishia faida. Kwa nini usitolee fungu la 10 mtaji? Utaacha kutolea mtaji ambao ni wako mwenyewe kwa kuwa huko nyuma ulishautolea, maana nilikuwa pesa zako tayari. Unanielewa? Yaani kwa mfano nimepata kwa namna yoyote ile shilingi milioni 10, na hiyo sio mkopo. Kabla sijafaidika kwenye biashara, sinatoa fungu la 10, si ndio? Nimeshatoa fungu la 10 la milioni 10. Ile iliyobaki naipeleka kwenye biashara kwa mfano. Sasa nayo niitolee tena fungu la 10? Hapana. Ila kitakachozaliwa na ule mtaji ndicho kitakachofanya nini? Kitaitwa pato. Nirudie ili nilisema jana. Msingi wa fungu la 10 ni pato. Kile ambacho unasema hiki Mungu amenipa, hiki ndicho natolea fungu la 10. Tuko pamoja? Na kwa kuwa hili ni deni, hilo naombeni mlipokee tu, hata kama wengine mnapata tabu. Ni deni, usipotoa umekosea. Na niwaambieni, mimi ningekuwa muoga, mtu muenda mbinguni atakuwa muoga kusema mimi bwana siwezi kuargue kwamba kwa kuwa ikusitizwa basi sio, na kama ndivyo sinakosea. Yaani hii kwamba haijapewa maandiko mengi inaweza kuwa sababu ya kutosha? No, haiwezi kuwa sababu ya kutosha. Wale watu walikuwa hawahitaji huo msisitizo, ndio maana hakuna hayo maelezo mengi, kwa sababu ni fundisho lile komaa, lilijulikana siku nyingi. Walikuja nalo kwenye Agano la Kale, na walikuja mpaka na mengine kama nilivyosema ambayo hata hawakuja nayo. Usifikiri walikuja na hayo ambayo hata hayakuwa nayo, hayakuwa na haja, alafu hili wakaliacha. Yaani isingewezekana wakasema vyakula vilivyo najisi tunaviacha, ila fungu la 10 halituhusu. Usingemwambia Petro hicho kitu akakuelewa. Na kama walikuja kuona tofauti wangetuambia, lakini maandiko yametufundisha msingi wa sadaka tusizozitimiza leo ni mmoja. Hebu niambie, ni msingi gani? Ni msingi gani? Yale ambayo yametimizwa ndani ya nani? Ya Kristo na dhabihu yake. Hayo tu peke yake ndio ambayo hatuyatendi. Kwa hiyo kwa kuwa hii ni dai, ni amri, kwanza kabla hatujaenda kwenye sadaka zile zingine za hiari, tuondokane na hivi ambavyo maandiko yanaviita vitakatifu vya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Tuondokane na nini? Kwa sababu unapotoa sehemu ya 10, kwa kweli unamtengea Mungu alivyokwisha kuvisema.
kwamba hivi ni vitakatifu vyake, na ndio maana nisipovitoa, nisipofanya sehemu ile kamilifu, naitwa jambazi. Unajua sio wizi, hautaji. Malaki azungumzi mwizi tu kama wizi wa kawaida. Unajua kwa tofauti ya kukuibia kwa siri alafu ufahamu. Unakuja kugundua nimeibiwa. Lakini natumia neno rob. Rob ni kunyang'anya, ni kuchukua kwa nguvu kisicho cha kwako. You have robbed me. Nilikupa mfano, na hiyo sio mmoja, nilikupa mfano zaidi ya mmoja, lakini sijui ni lini, sijui ni juzi, sijui ni lini. Nilikupa mfano wa yule mtu ambaye alikuwa na vidonda vikubwa vya tumbo, wakapo nakumbuka, na alipokuwa anaombewa, mchungaji mgeni alikuwa hajui. Alipofika kwake akapata neno la maarifa, anamwekea mikono, akamwona kwenye maono, yuko nyumbani kwake, anahangaika namna mbili. Kwanza maumivu ya tumbo, lakini pili dhamiri yake. Maumivu ya tumbo kwa sababu vidonda vimewaka sana. Dhamiri yake kwa sababu anakumbuka amemuibia Mungu sehemu ya 10. Na yule mhubiri akamwambia, alipomueleza akasema ni kweli. Akamuuliza, sasa unaenda utafanya nini kuhusiana na hilo? Akamwambia anatubu na kutengeneza mambo yake, na alipomwekea mikono vidonda vikakauka. Usimpe shetani nafasi. Dhamiri yako iwe nyeupe. Mungu akiagiza anataka utii, na wale ambao wamejitolea kumtii Mungu haiwagi mzigo. Sisi wengine ni mashahidi, haiwagi mzigo, ni furaha. Unasema ni kutoa kwa hiari, bado ni kwa hiari. Hiari haina maana ya kwamba ikiwa ni agizo basi sio hiari. Tunamtii Mungu kwa hiari. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Tunamtii Mungu kwa nini? Na kwa kumpenda. Maandiko yanasema mtu anayetimiza maagizo yake ndiye anayemtii. Yale ambayo ni lazima yaondokane kwetu kwanza, then kitakuja kingine cha hiari. Yaani hiari kwa maana ya kiasi unachoamua wewe. Yale sadaka za kupenda maana yake ni kiasi unachopenda wewe, kinacholingana na unavyo. Kwanza kinalingana na moyo wako, na pili kiasi cha kufanikiwa kwako. Lakini hiki ambacho ni lazima tukitoe kwanza. Na nasema hivi ilikuwa la pili kwa umuhimu, kwa sababu ukitoa matoleo yoyote mengine ukakosa hili, bado una hatia. Unanielewa? Kanisa, unanielewa? Maanake lile lililotajwa rasmi limetengwa, ni lake, utakuwa na hatia nalo. Maana kuna watu wengine wanaamua fungu la 10 wafanye nalo nini wao. Mtu mmoja aliniambia nilipokuwa nachuka kanisa Kijanyama, akaniuliza, sasa mchungaji, anaona kuna kitu kikubwa kinatakiwa kifanyike kanisani. Kanambia, sasa si fungu la 10 lifanye hichi kitu, sio juu yako wewe kupanga mafungu ya 10 yafanya nini. Toa mafungu ya 10 na mchango utabaki kwa nini? Mchango ni aina nyingine ya matoleo. Huwezi kusema kwa kwamba kuna michango mingi kanisani, sasa ili fungu la 10 nitaamua liwe ndio mchango fulani. Hapana, ni tofauti. Wana wa Israeli wao walikuwa na wakati mzito zaidi kuliko sisi, kwa maana hii tunasema. Kulikuwa na sadaka zimekuwa specified nyingi mno. Sadaka za hatia, sadaka ya dhambi, sadaka za amani, na zilikuwa specified. Lakini waliompenda Yawe walisema wana amani nyingi waipendayo nini? Hawakuwa na tatizo na sheria ya Bwana. Sembuse sisi tulio ndani ya grace. Nasema hivi, haya aina nyingine ya matoleo tutaieleza, lakini this comes first. Maana hii ni ya kulipa, na hilo ni neno la Bwana wala sio la ile gharama. Lakini nasema vile viswali vile, ngoja tusubiri wengine waje. Lakini nasema hii ni muhimu, kwa maana hiyo you have never given to God yet, kama usipotoa kwanza fungu la 10. Na kama unataka kumheshimu Mungu na unataka kuwa Mungu awe mbia kwenye mapato yako, mtengee 10 yake. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na hiki ni kipimo kizuri sana
Najua kama tutakavyosoma kipimo kizuri sana kama tutakavyosoma hapa hivi punde, mambo haya tunapoyafanya yanatufundisha kumcha Mungu. Mambo ambayo yanatufundisha kumcha Mungu. Naomba nisomee Edna Walawi 26:27 30 mpaka 34, na Shamimu tusomee Kumbukumbu 14:22 mpaka 25. Hili kama tulivyotangulia kusema ni kweli mojawapo ya kweli kuu za utoaji, ya somo la utoaji, kweli ya vizazi vyote vya kabla ya Torati, ndani ya Torati na baada ya Torati. Ni kwamba tu kwenye vipindi vyote hivi mambo machache yanabadilika. Kwa mfano, kabla ya Torati kulikuwa hakuna kusema uende hekaluni, maana kulikuwa hakuna hekalu. Sijui watafute wajane wafanye nini, maana kulikuwa hawana kitu kama hicho. Kwenye Torati kulikuwa na vitu viliongezeka kuhusiana na Torati, kuhusiana na fungu la 10. Kwenye Agano Jipya kuna vitu vimebadilika. Hatuna kuhani mkuu wa duniani, tuna kuhani mkuu wa mbinguni. Na kama tutakavyoona tutakapo exegete ile Waebrania, yeye ndiye kuhani mkuu wetu hasa, apokeaye matoleo yetu ikiwepo fungu la 10. Tusomee pale. Nachotaka uone hapa katika Walawi ni jinsi ambavyo Mungu alitaja wazi kwamba amejitengea. Mambo ya Walawi sura 27 mstari wa 30 mpaka 34. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Hata angalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili. Na kama akimbadili na yoyote, ndipo wote wawili, huyo na huyo aliyebadiliwa, watakuwa ni watakatifu hata kombolewa. Haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana wa Israeli katika mlima wa Sinai. Sasa kama nilivyosema, yako mambo ambayo yanabaki kuwa ya kipindi cha Torati na yako ambayo yana carry over. Kwa mfano, masuala ya kukomboa hatunayo, lakini nachotaka uone hapa ni vitu viwili vikubwa. Kwanza amejitengea zaka yote ya nchi, na hapa anazungumza habari za mazao. Amesema kabisa ni takatifu kwa Bwana, haijabadilika. It's a never change. Lakini anamalizia mstari wa 34 kusema haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana wa Israeli katika mlima wa Sinai. Sasa ukizungumza habari za kuhesabu, niambie ilikuwa ni kazi kubwa kiasi gani kuhesabu mazao? Unajua ni afadhali kuhesabu biashara kuliko mazao. Baadhi ya Mafarisayo ambao waliacha vile vya kwanza vinavyohusiana na moyo, mambo ya adili, upendo, imani, rehema, wakasisitiza hivi vya fungu la 10 zaidi ya vile vingine. Walikuwa wanatoa mpaka na zaka za mnanaa na bizari na jira na mchicha. Imagine shamba la mchicha uhesabu mpaka upate vipengele 10 yake, ilikuwa kazi kubwa sana. Una zabibu, wale walikuwa wale mazabibu, unatengaje moja ya 10 ya mizabibu iliyo shambani? Ni kazi ndogo? Haikuwa ndogo. Kuna ngano, kuna shairi, kuna mazao ya aina mbalimbali. Tunachojifunza ni kwamba agizo la Bwana ulikatai kwa sababu unaona ni kazi kubwa kufanya. Kama sasa tutahesabu hii mbona ngumu? Ni Bwana ameagiza, na ukiwa unampenda Bwana haiwi mzigo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Somea andiko la pili. Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 22 mpaka 25 unasema,
Mstari wa 22. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokao shamba mwako baada ya mwaka. Nawe utakula mbegu za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Ndicho kitu nataka ukione hapo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Angalia zaka yenyewe inayosemwa: nafaka, divai, mafuta, wazaliwa wa kwanza wa makundi yako, ng'ombe na kondoo. Haikuwa kazi rahisi, lakini hii kitu imewekwa kwa nini? Kila anapopata mtu mazao, na unajua mazao yanatajwa zaidi hawa kwa sababu jamii yote ya zamani ilikuwa ni jamii ya wakulima na nini na wafugaji. Lakini jana tulisema msingi ni katika kila utakachonipa mapato. Ingekuwa ni leo ingekuwa ni tofauti, hata wakati ule ilikuwa tofauti. Mengi zaidi ilikuwa mazao, lakini hayakuwa mazao peke yake, kulikuwa na dhahabu na fedha pia. Tuko pamoja? Lakini hapa kitu kikubwa ni mazao na nini? Mifugo. Lakini kwa nini anasema upate kumcha Bwana Mungu wako? Anatuonyesha lengo la kuweka, lengo moja, sio lengo pekee. Lengo moja la Mungu kuweka amri ya mafungu ya 10 ni kumkumbuka Mungu katika mapato yetu, kukumbuka hivi vitu alivyonipa. Ameniambia nitenge sehemu ya 10. Hivi vimeitwa vitu vilivyo vitakatifu kwa Bwana. Kitendo kile kinampa kumkumbuka Mungu katika mazao yake na katika mifugo yake. Kwa hiyo kinamfundisha kumcha nini? Kumcha Bwana. Unajua ni neno rahisi. Hata sisi tunafundisha watoto, na kama ukumbuke kumwambia mtoto mdogo hivyo unakosea sana. Miongoni mwa vitu vya kufundisha watoto ni kusema asante. Yaani mtoto tangu akiwa mdogo ukimpa, unamsisitiza kabisa, sema nini? Asante. Anapata kujua mahusiano yake na mtu anayempa, apate kuwa na moyo wa shukrani. Unaonaje kama anapokea tu kimya, anakula, anaenda zake? Inapendeza? Hapana. Na Mungu pia hakutaka kwamba atupe mazao, atupe mifugo, atupe mishahara, atupe biashara, alafu tupokee, tukwapue, tule, tuende zetu, tuseme mimi siko chini ya sheria. No, Mungu ametuweka mahali ambapo tukikipata tutakumbuka habari ya Mungu. Ngoja nikupe mifano. Nasema mifano kwa maana ya unajua vile imetuagiza wachungaji kwa vielelezo. Nilipookoka na kuendelea na wokovu wangu, je, kuna mahali nilitetereka kwenye fungu la 10? Ndio, sikudanganyi. Kuna kipindi nilifika mahali nasahau, hata pale ilikuwa fungu la 10 ni ngapi sikumbuki. Nilifika mahali nikakata shauri, nikasema, nikatubu na nikamwambia Mungu, kuanzia sasa, kabla ya kuzungumza matoleo mengine tutazungumza pia, nayo yana mahali pake pa jinsi ya kumcha Mungu katika hayo. Lakini kasema Mungu, kuanzia sasa nitakuwa mwaminifu na hili jambo, sitaki kumkosea. Kwa hiyo kabla sijafanya chochote na pato langu, yaani kama nilivyokuambia utaratibu wa bahasha ulikuwa ni ushauri, sio lazima utumie bahasha, unaweza kutumia kitu kingine. Lakini kwa nini niliamua kutengeneza bahasha? Ni kwa sababu ya kuhakikisha halinipiti neno moja. Nikipata naweka kwenye bahasha. Nyingine ni ya kupiga mahesabu. Kwa mfano, mimi ni mwandishi wa vitabu, lakini kila kitabu kina bei yake ya kuchapa na bei yake ya kufanya nini? Ya kuuza. Kwa nikipata mauzo ya kitabu, nimeenda kufanya semina, nimefanya nini, naandika juu yake not tithed. Nikiweka kwenye draw najua hii haijatolewa nini? Fungu la 10. Mpaka nje nikalie nisema hivi ni vitabu vya Funuo, ilichapwa bei hii, na naandika kabisa imeuzwa bei hii, kwa hiyo revenue yake ni hii, kwa chini hapa fungu lake la 10 ni hii. Hiki ni kitabu hiki. Nafanya hivyo kila muuliza mke wangu atakwambia.
Kwa nini? Nataka dhamiri yangu iwe safi. Tuko pamoja? Haijalishi. Mimi nilikuwa katibu wa section kama alivyo katibu mchungaji wetu hapa. Nilitetemeka nilipojifunza kwamba, nasikitika kusema hili sababu nalisema kwa washirika, kwamba kuna wenzetu wengine ambao kwao si kitu kujali fungu la 10. Kwa sababu wakati mwingine mapato yetu yanajulikana, kwamba hata kama hatujulikani exactly ni kiasi gani, tunajua sio chini ya wapi. Tuko pamoja? Huwezi wewe kila mwezi unaandika 20,000 mwezi mwaka mzima, na tunajua wewe hilo sio pato lako, alafu unaenda mbele za Mungu na ujasiri. Ndugu zangu, sisi tulio wajinga kwenye hili tujifunze, tuelewe, tupone. Lakini asiwepo kati yetu ambaye ana moyo mgumu wa kusema hapana, ndio ni hiari, lakini hiari ya kumtii Mungu. Amevitenga na amesema hivi vinaitwa vitakatifu kwa Bwana. Na kama tutakavyoendelea kuona, ukiviacha vile, unajua Mungu alisema hata mtu unapokwenda kutoa sehemu ya 10 usemeje? Yaani kwenye Agano la Kale ndio maana nasema kwamba linatolewa tofauti. Kulikuwa na mazingira tofauti kabisa ya kutoa, na hata wanasema kabisa, sikuvitoa vitu hivyo nilipokuwa matanga, na nimeviondoa vitu vilivyo vitakatifu kwangu. Tutazungumza tutakapokuwa tunakwenda. Nimeviondoa kwangu. Ukiviacha vitu vitakatifu vya Bwana vikakaa katikati ya vitu vyako, usivitoe. Unajua tafsiri yake nini? Utailaani ile 9 iliyobaki. Utakuwa na 9 isiyofanya nini? Isiyobarikiwa. Lakini tuendelee. Hili ni fungu la 10, tutalirejelea. Aina nyingine ya matoleo. Sasa ile template sijaipata. Nimetazama hapa, naona mheshimiwa hajanitumia huyu, sijui kama ametuma. Sasa hiyo nitakupa uwe nayo kabisa, na tutasema ya aina mbalimbali, maana tumesema ya biashara tu. Kuna ajira zetu, kuna biashara zilizo za tofauti, lakini msingi ni mmoja tu, pato. Jiulize tu, nini pato kwenye hii? Basi. Lakini tuende kwenye aina nyingine ya sadaka, sadaka ya nadhiri au ahadi za hiari. Na hapa niseme ni kweli, nadhiri zilizokuwa zinafanyika kwenye Agano la Kale nazo zilikuwa na aina tofauti tofauti. Kuna nadhiri inayofanyika kwa sababu unataka kitu fulani hivi kifanyike. Mungu, ukinifanyia hivi na mimi nitafanya hivi. Tutakutana nazo. Lakini kuna nadhiri ambayo ni ahadi tu, simply ahadi. Basi, na hiyo ndio tulio nayo leo. Na wako wengine pia ambao wanaweka nadhiri kama ile, lakini sheria yake au utaratibu wake hauwezi kuendana na ule wa Agano la Kale. Lakini tunasema Kumbukumbu 21, somee Shamimu pale. Alafu utatusomea pia Mhubiri 5 mstari wa 4 mpaka wa 6. Kumbukumbu 23, 21 mpaka 23 na Mhubiri 5, 4 mpaka 6. Kumbukumbu sura ya 23 mstari wa 21 mpaka wa 21 mpaka wa 4 tena? Mstari 21 mpaka wa 23. Okay. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako,
ni sadaka ya hiari ulioahidi kwa kinywa chako. Hapa kuna mambo mawili. Kuna swala na nadhiri kwa maana ya ahadi, haitajwi hapa, tutaiona sehemu zingine, lakini iko implied. Lakini kuna kitu tunachosema sadaka ya hiari uliofanya nini? Ulioahidi kwa kinywa chako. Miongoni mwa mambo muhimu kwa habari ya Mungu, maneno kwake ni kitu kizito. Ndio maana Yesu alisema kila neno lisilo maana watakalosema wanadamu watatoa hesabu yake siku ya hukumu. Usiseme haraka, usiseme ovyo ovyo. Unaposema mimi nitatoa kondoo mume, hiyo ni sawa sana kwamba umeshatoa. Na nilikuambia vitu vikielekezwa kwa Mungu huwa havifanye nini? Havirudi, maana tayari vimetakaswa, ni vyake. Mungu si mwanadamu umpe alafu mnyang'anye tena. Katibu alitupa mfano hapa, mtu ambaye mimi simjui ni nani, ambaye alitoa ahadi alafu sema nimeshatubu. Sikiliza, kama ni kitu kiko nje na uwezo wako, kitubu kweli, umesamehewa, lakini bado una uwezo wa kukilipa. Ni sawa sawa na mimi nikuibie alafu niseme natubu alafu niache kukurudishia, ni sawa? Kwani toba ni nini? Ni kughairi, ni kugeuka. Sasa umegeuka kutoka katika kulipa hiyo ahadi, maana yake ufanye nini sasa? Uilipe. Lakini kwa mfano ikatokea ulikuwa unafanya kazi, ulikuwa na kipato na umeahidi hela kubwa kuliko unayoweza kabisa kutoa, sasa huna kabisa. Ukitubu kwenye mazingira yale, Mungu anakuelewa, maana ni kitu sasa kiko nje na nini, na uwezo wako. Lakini una uwezo kuendelea kuipata alafu unasema nishatubu sitoi. Hiyo sio toba. Hiyo sio toba. Toba ni kugairi na kurudi. Kilichotoka midomoni mwako kwamba kitotolewa kwa Mungu si chako tena. Tuko pamoja? Tusomea andiko linalofuata. Mhubiri 5:4-6 anasema, wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Anasema yale tuliyosema kwa vinywa vyetu usiwe mzito kuyaondoa. Tunahitaji kumjua Mungu. Mimi nadhani tunahitaji kumfahamu Mungu. Mungu sio aina ya mmoja unayeweza kusema alafu na yeye akachukulia ovyo ovyo. Watu ambao wanamjua Mungu, wanaojua maana ya kitu kinachoitwa vitu vilivyotolewa kwa Mungu, wanaviogopa. Chochote kikishawekwa wakfu ni kwa ajili ya Mungu, usikiguse. Ndio maana tumesema fungu la 10 ni miongoni mwa vitu vitakatifu, viondoe kwako. Ili ni bora ubaki na 9 iliyobarikiwa kuliko 10 iliyolaaniwa. Vile vile ukishaahidi kwa kinywa chako, hilo liwe la kwanza, maana tayari umevitenga. Kile ulichokisema umekitoa kabisa, unachotakiwa ni kukitimiza. Lakini kutoa umeshafanya nini? Umeshatoa. Na maandiko yanatuambia, Zaburi, tuunganishie Zaburi ile ya 15, anatuonesha sifa za watu waenda mbinguni katika Zaburi ya 95, Zaburi ya 15. Zaburi ya 15 anzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Asoma mpaka mstari wa 5 ili umalize tu yote. Zaburi ya 15 kuna kapengele fulani kwenye mstari wa 4 nakahitaji pale kukuonesha. Zaburi ya 15 nasema, Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali
huwaheshimu wamchao Bwana, ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Mstari wa 5, hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Mstari wa 4 unatuambia ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Unaelewa maana yake? Yaani amesema maneno ambayo kuyatimiza kwake ni hasara, ni gharama. Tuko pamoja? Lakini pamoja na hayo hafanyi nini? Hayabadili maneno yake. Huwezi kuahidi alafu ukasema lakini hii jamani too much, mimi nafikiri nitatubu tu kwa Mungu. Umeshasema kwa kinywa chako, timiza. Hizi ni sifa za waenda mbinguni. Usiruhusu kitu chochote kisimame mbele yako kati yako wewe na Bwana. Tuko pamoja? Tukiwa na hili sasa, tukiwa na hili la kuheshimu maneno ya vinywa vyetu, tuangalie mifano kidogo ya Biblia. Waamuzi sura ya 11, somee Edna, mstari wa 30 mpaka wa 40. Kitabu cha Waamuzi sura ya 11 mstari wa 30 mpaka, tupate mifano ya mtu anayeahidi kwa hasara yake lakini hayabadili nini maneno yake. Kwenda mbinguni sio mchezo. Kutembea na huyu Bwana sio mchezo, lazima umjue. Waamuzi 11 mstari wa 30 mpaka 40. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri akasema, kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotokea katika milango ya nyumba yangu kunilaki hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akawaua mkononi mwake, akawapiga kutoka Aroeri hata kuifikilia Minithi, miji 20, na mpaka Abel-keramimu akawapiga kwa machinjo makuu mno. Basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Kisha Yefta akafika Mispa nyumbani kwake, na tazama binti yake akamtokea kumlaki na matari na machezo, naye alikuwa mwanaye pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye. Ikawa alipomwona aliyararua mavazi yake, akasema, ole wangu, mwanangu, umenitweza sana, nawe mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao, kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Binti yake akamwambia, baba yangu, wewe umemfunulia Bwana kinywa chako, basi unifanyie sawasawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako, kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako hao wana wa Amon. Kisha akamwambia baba yake, basi na nifanyie neno hili, niache peke yangu muda wa miezi 2 ili nipate kuenenda milimani na kukombolewa uwanawali wangu. Kuombolea uwanawali wangu mimi na wenzangu. Akamwambia, haya, nenda. Akampeleka mbali muda wa miezi 2, naye akaenda zake yeye na wenzie, akauombolea uwanawali wake huko milimani. Basi ikawa mwisho wa hiyo miezi 2, akarudi kwa babaye, aliyemtenda sawasawa na ile nadhiri yake aliyokuwa ameiweka, naye alikuwa hajamjua mtu mume. Kisha ikawa desturi katika Israeli kwamba binti za Israeli waende mwaka baada ya mwaka ili kumkumbuka huyo mwana wa Yefta Mgileadi siku 4 katika mwaka. Sasa tuangalie kisa kilicho cha ajabu hapa. Kwanza kabisa tunaiona nadhiri yenye masharti. Nilikuambia nadhiri ziko za aina ngapi? 2. Nadhiri yenye masharti maana yake inayosema ukifanya hivi Bwana nami nitafanya hivi. Huyu ni moja wapo. Mwingine ni Hana. Alisema ukinipa mtoto nitamtoa kwa ajili ya Bwana akae hekaluni mwa Bwana, na akatekeleza. Hii ni nadharia aina hiyo. Hilo la kwanza. La pili,
ni mfano wa nadhiri inayotolewa bila kufikiri. Unajua Yefta, yeye alipokuwa anasema kitakacho ni laki, unafikiri kichwani mwake alikuwa anafikiri nini? Kwamba ng'ombe atatangulia kuja, kondoo atakuja. Hakukumbuka kwamba kondoo hawezi kujua kwamba baba huyu ameshinda, ngoja nikamlaki. Hawana akili hiyo. Na katika hiyo alipokuja binti yake sasa, mtu anayefikiri mambo ya Mungu unaweza ukayapinda tu ukafanya utakavyo. Angesema mimi Mungu, lakini sikumaanisha huyu, nilimaanisha ng'ombe au mbuzi au kondoo au bata au kuku, ndio nitamtoa sadaka kuteketezwa. Lakini kimetoka nini kinywani mwako? Yeye alisema nini? Ikiwa kwamba utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki. Ndio neno lake, ndio neno lake. Sasa hata kama wewe ulifikiri ni mbuzi, na sasa ulisema kile kitakachotoka. Tuko pamoja? Kwa kweli Biblia ina mambo ya ajabu sana ndugu zangu. Ina mifano mizito kweli kweli ya watu waliomheshimu Mungu. Hivi kweli huyu, na maandiko anasema hapa alikuwa hana mwana wala binti, ila ana binti mmoja tu peke yake. Alafu ingekuwa hata ni kumtoa akakae hekaluni kama Samueli, ingekuwa nafuu, maana utaenda kumuona na atakuja nyumbani kukua. Sasa huyu anasema nitamtoa sadaka ya kufanya nini? Ya kuteketezwa. Yaani umchinje na ateketee, apotee kabisa. Ile ni jambo zito sana. Na angalia jinsi ambavyo watu hawa wa Mungu walikuwa wameelewa, wamelichukua neno la Mungu serious. Sio yeye tu, Yefta mwenyewe alirarua mavazi yake na kusema wewe umeniteza sana mwanangu. Hata binti yake mwenyewe angeweza kusema baba, mimi sasa mama, hapana wana, mimi sitaki. Unafikiri ingekuwa rahisi tu? Angeweza kusema hapana bwana, mimi sitaki. Mimi nenda kwa baba mkubwa, mimi nenda kwa bibi, bibi anataka kuniua huyu. Na hata alipoomba apewe miaka miwili akaomboleze, yani akaombolee wanawali wake. Miezi miwili. Angeweza kusema, wenzake anaweza kumwambia wewe, sikiliza, usiwe mjinga. Umeshatoka nyumbani, kimbia. Mbona kuchinjwa kama kuku hapa, yani kimbia. Lakini binti wa watu, miezi miwili imepita, akajipeleka kwa baba yake. Kama alivyomwambia baba, ikiwa umemfumbulia Bwana kinywa chako, fanya kama walivyosema. Hawa ndio tunataka kwenda nao mbinguni hawa. Mtu mwingine anaweza akaona tu kinadhiri kidogo tu hapa, anaweza kupiga chenga. Ninyi ndugu zangu, tumechagua kwenda mbinguni, mnajua hiyo. Tumechagua kutembea na Mungu, mnafahamu? Yes. Ndio. Ukisema kwa kinywa chako, maana wengine wanasema nadhiri ni lazima iwe ile ya ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Hata ya ahadi inaitwa sadaka ya kinywa chako. Nadhiri isiyo na masharti, kwa mimi nitafanya 1, 2, 3. Yachunge maneno ya kinywa chako. Hii ni sadaka. Maneno tunayomwamuru Bwana, tunamwambia Bwana, yanaitwa sadaka ya hiari ya kinywa. Tuko pamoja? Zaburi ya 50 mstari wa 14 tusomee tena Shamimu, alafu utatusomea pia Zaburi hii ya 15 umeshasoma. Zaburi ya tuongezee na Zaburi ya 50 mstari wa 14. Zaburi ya 50 mstari wa 14 unasema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Dhabihu za kushukuru, wangapi wanazielewa? Tutajisema hizo kwenye maana hiyo na aina nyingine ya sadaka. Wangapi wanafahamu dhabihu za kushukuru? Kwa lugha nyingine maana yake sadaka za nini? Za shukrani.
na necessarily na sadaka za shukrani tutazizungumzia, lakini ana maana yake sadaka za kumwambia Bwana kwa kinywa asante. Vile vingine tunavyovitoa token ni alama ya shukrani yenyewe. Ndio maana unaona tukiwa na sadaka za shukrani hapa, kabla ya mtu kutoa tunafanya nini? Tunasema tunampa Mungu sifa na shukrani. Sadaka ya vinywa vyetu. Mithali 6:1-5 tusomee tena. Mithali 6:4-5 inasema, usiache macho yako kupata usingizi. Mstari wa kwanza mchungaji. Zaburi ya ngapi? Ya anzia mstari wa kwanza. Ni sura ya 50 ngapi? Umesema Mithali 6. Ya ndio, hiyo Mithali 6. Zaburi tumeshamaliza. Mithali 6. Mwanangu, kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono, basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa mwanangu, fanya hivi ukajiokoe, kwa kuwa umejitia mkononi mwa jirani yako. Nenda ukamnyenyekee na kumsihi jirani yako. Usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Ujiponye kama paa na mkono wa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Unajua anachotuambia mwandishi wa kitabu cha Mithali? Hebu rudia mistari ya kwanza ile. Mwanangu, kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono. Umekuwa mdhamini wa rafiki yako. Kwa maneno mengine, umemdhamini ukasema maneno ya na ndio maana udhamini ni kitu cha kuangalia sana. Nifafanue kidogo. Unaposema udhamini, mnamkapeana mikono, maana yake mkaagana, mkakubaliana. Nitoe mfano rahisi. Kwa mfano, Mchungaji Shila anataka kufanya kazi, na hii ni vitu ambavyo vinatokea kwetu mara kwa mara kwenye kampuni ya ulinzi, na ile kampuni wakamwambia tunataka wadhamini wawili. Unajua tafsiri yake nini? Kwa nini wanataka wadhamini? Nani anaweza kuniambia kwa nini wanataka wadhamini? Hebu nyosha mkono niambie. Kwa nini wanataka wadhamini wale watu? Ndio. Wanataka wadhamini ili kitokea changamoto yoyote, wewe uwe mbadala wake. Na ndio kitu tunachosema hapa. Kwa hiyo tunampenda Mchungaji Shila. Sasa akija kwa kuomba udhamini ni rahisi kwa jamani, kwa kweli kama hivi ndivyo atakavyopata kazi, ngoja nikubali. Unasema sawa, unaanguka sahihi na picha yako kwamba mimi mdhamini wake. Kwa maneno mengine kama alivyosema Edna hapo, unawaambia ile kampuni, Mchungaji Shila akiiba, tunajua iwe, maana nimtolee mfano yeye, msema mkasema nikitolea mwingine nimesema unajua kabisa huyu haibi. Akiiba huyu nikamate mimi. Kikipotea kitu mkononi mwake nikamate mimi. Sisemi ni vibaya kuandika namna ile, lakini kwa nini unaandika? Ni kwa sababu unamwamini sana kwamba hata kuangusha. Tuko pamoja? Lakini nje na hapo ujue unajifunga mahali ambapo baadaye, na kuna watu, kwani hakuna ambao wameshawahi kufanya mabaya kazini kwao alafu akatoroka kabisa? Hawapo? Ndicho kitu anachosema hapa. Ikiwa umetoa maneno yako ya udhamini kwa mtu, mkapana mikono, anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa
Nataka uone hilo kwamba maneno yanaweza kukufunga, na machoni pa Mungu kaonekana kweli umefungwa, umetegwa. Hebu rudia tena ile maneno, mstari wa pili. Mstari wa pili unasema, basi umetegwa, sio umetengwa. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Wengi sana tumekamatwa na maneno yetu na hatuna habari. Ndugu zangu, watu wa zama za Biblia inapoandikwa walikuwa wanaelewa, ukisema umekamatwa, umefungwa. Tusomee pale kwenye Matendo ya Mitume sura ya 20 sura ya 20 ngapi? Sura ya 21, 22. I think it's 22. Nachotaka uone hapa ni jinsi tu ambavyo watu wa Mungu, hata wale waliokuwa na matatizo, walielewa nguvu ya maneno. Ukisema imekuwa, na huwezi kutengua kirahisi. Unatakiwa wewe mwenyewe ulipe lilo ulilosema. Ni sura ya 23, sio 24, sio 22. Anzia mstari wa 14. Anzia mstari wa 12 tupate picha kamili. Edna, tusomee pale. Matendo ya Mitume sura 23 kuanzia mstari wa 12. Kulipopambazuka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata amuue Paulo. Wakajifunga kwa kamba, si ndio? Au kwa minyororo? Wakajifunga kwa kiapo, alafu wakasema, wakaapiana, wakasema, wakazungumza maneno kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Angalia, si kiapo kwa kweli cha kijinga, sio kiapo ambacho yaani unajifunga ili uue, lakini bado unakuwa umefungika. That's the point I want you to see. Endelea. Mstari wa 13. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi, na sisi tu tayari kumuua kabla hajakaribia. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Ishia hapo. Ukiniuliza sasa, maana Mungu alipiga mbali, aliwazuia, akatupilia mbali hicho kitu, hakuweza kumuua. Sasa ile kuwaje kwao? I don't know. Walikaa na njaa miaka mingapi? Hatujui. Lakini nataka uone watu hawa waovu wanataka kufanya maovu, lakini bado wanaheshimu nini? Siku za leo tuko katika kipindi ambacho watu hawaheshimu maneno ya vinywa vyao. Ndio maana wakati mwingine tunasikia hata viongozi wetu wengine wakiinua vitabu vya dini zao na kuwapa, alafu wanaenda kinyume kabisa na hivyo viapo, na kwao sio kitu. Kwao sio kitu. Miongoni mwa dhambi zimetajwa katika kanisa, katika Biblia ni dhambi za kusema alafu hutimizi, kuvunja maagano. Warumi sura ya kwanza, tutamalizana hilo, somesha mimi pale. Imewekwa miongoni mwa dhambi mbaya nyingi tu. Anzia mstari wa 24, 28 mpaka 32. Warumi 1 mstari wa 28 mpaka 32 unasema,
Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu na kila namna uovu, udhalimu wa kila namna, udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hayo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Ule mstari wa hii list ni ya matokeo ya watu waliokataa kuwa na Mungu katika nini? Fahamu zao. Yaani unajua tuliumbwa ili kinachotuongoza kiwe neno la Mungu. Hiki kichwa chenyewe kina kichwa chake, yaani kichwa kina mkuu wake ambaye ni Mungu. Tunahitaji kukinyenyekesha hichi kichwa kwa Kristo, kwa sababu akili tumepewa sio ili tuzitegemee ili ziwe kitu cha mwisho, bali tuzitumie ipasavyo. Kutumia akili sio makosa, lakini utumie ipasavyo. Tuko pamoja? Lakini hii akili ukifanya ndio final, utafanya uonavyo, unavyofikiri wewe inafaa, badala ya kuuliza Mungu amesema nini, ujinyenyekeshe chini ya yale aliyosema. You are in trouble. Na matokeo yake ni kuharibika. Kwa hiyo matokeo yake ni huku kujawa na udhalimu wa kila namna, na uovu na tamaa na ubaya na husuda na uuaji, na miongoni mwa vitu vilivyosema ni wenye kuvunja nini? Maagano. Yaani tumeagana hivi, wewe unavunja. Hiyo nayo ni miongoni mwa dhambi ambayo imenenwa hapa kwenye mstari wa 32 kwamba watendayo hayo wamestahili hukumu ya haki ya Mungu. Lakini sasa sio kwamba wanatenda tu, ila wanakubaliana na hao wayatendayo. Ili kuambia siku nyingine na sio mara moja, ya kwamba wewe na mimi si juu yetu kuchagua ni kipi cha kutii, ni kipi cha kuacha. Swali letu ni moja tu, kwani amesema nini Mungu? Basi. Na tukimpenda, tukiwa na mapenzi ya dhati na yeye, maagizo yake hayawi mazito. Tuko pamoja? Kwa hiyo tutakuwa waaminifu na waangalifu na tunayosema kwa vinywa vyetu. Maagano, hata mkiagana wawili hivi, kama sio kitu kimeingilia kilicho nje na uwezo wenu, imekufunga. Maana umesema nitafanya 1, 2, 3. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Inategemea ni aina gani ya maagano, na kuna mengine very much binding. Kwa mfano agano la ndoa linafunga, halifungi? Linafunga. Lakini ukifikiri ni kitu unachokuvunja tu utakavyo, you are in trouble. Mungu anakuwa shahidi wa maagano. Ukisoma Biblia yako tangu kitabu cha Mwanzo, utaona kwamba maneno yalikuwa ni kitu kizito, na zamani hata watu wasiomcha Mungu kabisa walikuwa wanaheshimu maneno. Wakiingia maagano na watu wanayaheshimu. Ukija kwenye Torati, unakumbuka wale walikuja kwa wale watu waliokuja kwa Yoshua wakijidai wametoka mbali sana, wakatafuta nguo zilizochanika na viatu vimechanika na mkate ambao umekauka umeingia nani, alafu wakaja kama umetoka mbali sana, tumesikia habari za Bwana Mungu wako, tulitoka mbali, tulipotoka kwetu mkate ulikuwa wa moto na nguo zetu zilikuwa nzuri na viatu, kwa tunaomba ufanye mapatano na sisi. Yoshua akafanya jambo la haraka. Wakati mwingine haraka zinatugharimu sana. Kilichompaswa kufanya ni nini? Kwenda kumuuliza Bwana. Badala ya kwenda kumuuliza Bwana, akaenda kwa macho yake, kwa jamani, unaona kweli wamechoka, viatu ndio hivi, alafu wamesikia habari za Mungu wetu,
haya tufanye maagano, tutawaacha salama, hatutawapiga. Kumbe ni jirani zao. Lakini ilipokwisha kufanyika haikuweza kubadilishwa. Nenda soma vizuri kitabu cha Yoshua, haikubadilishwa. Na wanaweza wakawanungunikia viongozi wao, wakasema lakini viongozi, unajua kuna somo hapo, somo la uwakilishi. Viongozi walipofanya maagano nao, maana yake taifa zima limefanya maagano nao. Kwa sababu basi viongozi wetu wamefanya hivi, hatuwezi kurudi nyuma. Badala yake tuwape kazi za kufanya, watutumikie. Siku hizi hamna hicho kitu. Watu wanatoa ahadi nzito, wala si kitu kabisa. Na kwa sababu tunaookoka tulio makanisani, tunatoka kwenye jamii hiyo kuja kanisani, tunakuja na mindset hiyo hiyo, tunakuja na ufahamu huo. Ukija huku, ndugu zangu, ufanye upya ufahamu wako, uwaze Mungu aonavyo. Iruhusu Biblia ikupe mindset mpya, ikupe mtazamo mpya. Na mimi nirudie lile nilolisema, nigonge tena msumari. Ukijitolea kwa Bwana kwanza, ukamwambia Mungu, yoyote usemayo mimi niko tayari, hakuna agizo litakalokuwa gumu kwako. Kumbuka tu ile wanalofikiri ni gumu kwako, kuna wenzako wanalitimiza kwa furaha kila siku, na wewe sio tofauti na wao. Unaishi kwenye ulimwengu ule ule, wanaahidi wanatimiza, na wewe ukiahidi fanya nini? Timiza. Tusimame. Kesho tunaendelea. Nilisema swala la fungu la 10 nitalirudia ili nijibu na wewe. Na tafadhali kama una swali lingine uliza, andika tu wewe swali, tutapata nafasi. Sisi tuko hapa, mimi sio mgeni hapa, tuseme ni mchungaji mgeni nimekuja naondoka. Muda usipotutosha tutaendelea Jumatano ijayo. Lakini tunatoka na nadhiri, tunakwenda kwenye changizo ambayo inafanana nayo. Mungu akituruhusu tutaenda na malimbuko, sadaka ya matendo mema, sijui kama nafasi taturuhusu, lakini tutamaliza tu. Kama sio Jumapili basi tutaendelea nayo. Lakini niombe twende tukafunge macho yetu na tufungue mioyo yetu, tumwambie Bwana atusaidie. Na mimi nakuomba wewe, mwambie Mungu, nipe kuelewa, nipe kufahamu. Na Mungu nikifahamu nitayafanya. Sema pamoja nami, Baba yangu, nimechagua kukupenda. Wewe umenipenda kwanza, kwa hiyo na mimi nakupenda. Na tafsiri yako ya kupenda ni kulishika neno lako. Basi na hiari kwa moyo wangu na kwa ufahamu wangu kukufuata kwa kila neno. Hapo nilipokupungukia nikanena kwa haraka na nisiyatimize maneno yangu, naomba unirehemu, naomba unisamehe, unijalie kuyatimiza yale niliyosema mbele zako kwenye kusanyiko la ibada, na yale niliyowaahidi wenzangu, naomba unijalie kuyakumbuka na kuyatimiza mbele ya macho yako, katika jina lake Yesu. Basi maliza mwenyewe kwa maombi yako mwenyewe.